Leo, kabla hatujaanza, nataka nikuulize swali moja muhimu sana. Je, umewahi kuhisi kama maisha yako yamekwama? Kama ulizaliwa kwenye familia maskini au mazingira magumu na unaona ndoto zako haziwezekani? Kama jibu ni ndio, basi stori ya leo ni kwa ajili yako. Kwa sababu tutazungumzia mtu ambaye alianza maisha bila pesa, bila msaada, bila hata kuaminiwa na watu, lakini baadaye akaja kuwa mmoja wa watu maarufu zaidi duniani. Mtu ambaye alikataliwa mara nyingi, alichekwa kwa lafudhi yake ya Kiingereza na aliambiwa wazi wazi hawezi kufanikiwa, lakini bado aliendelea kusonga mbele. Leo nataka nikusimulie historia ya Arnold Schwarzenegger, safari yake kutoka umaskini wa kijijini Austria hadi kuwa nyota mkubwa wa Hollywood na hata kuwa gavana wa California. Hii siyo hadithi tu, hii ni stori ya maisha halisi inayotuonyesha kwamba mazingira uliotoka hayana nguvu kuliko maamuzi unayofanya. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Arnold alizaliwa mwaka 1947 huko Austria kwenye familia ya kawaida sana. Baba yake alikuwa polisi na alikuwa mkali sana. Maisha yao yalikuwa magumu na hawakuwa na vitu vingi kama familia zingine. Mara nyingi walikosa chakula cha kutosha na waliishi maisha ya kawaida sana. Arnold mwenyewe aliwahi kueleza kwamba walikuwa na maisha magumu na ya kawaida sana. Lakini tangu akiwa mdogo, Arnold alianza kuwa na ndoto kubwa sana. Alikuwa anaangalia magazeti na kuona picha za watu wenye misuli mikubwa, akaanza kujiambia moyoni, siku moja nitakuwa kama hawa watu. Wakati wenzake wanacheza na kufurahia utoto wao, yeye muda mwingi alikuwa gym anafanya mazoezi. Alikuwa anaamka asubuhi mapema kufanya mazoezi na jioni anarudia tena. Maumivu hayakumzuia, maneno ya watu hayakumzuia. Ndani ya moyo wake alikuwa na ndoto moja kubwa, kwenda Marekani na kuwa mtu maarufu. Alikuwa anaangalia movie za Hollywood na kujiambia siku moja nitakuwa huko. Wakati huo hakuwa na pesa na Kiingereza chake kilikuwa kibaya sana, lakini bado aliamua kuchukua hatua. Akiwa na miaka kama 21, alihamia Marekani akiwa hana kitu. Hakukuwa na mtu anayemjua, hakujua lugha vizuri na hakuwa na hela ya kutosha hata ya kodi ya nyumba. Maisha yalikuwa magumu sana. Alifanya kazi za ujenzi mchana ili apate pesa za kula na usiku alikuwa anakwenda gym kufanya mazoezi. Wakati mwingine alikuwa analala kwenye gym au kwa marafiki. Watu walikuwa wanamcheka kwa sababu ya lafudhi yake ya Kiingereza. Walikuwa wanasema hawezi kuwa star wa movie kwa sababu haongei Kiingereza vizuri na mwili wake ni mkubwa sana kuonekana kwenye kamera. Walitaka abadilishe jina, apunguze misuli na ajifunze kuongea kama Mmarekani. Lakini Arnold hakukataa kubadilika. Movie zake za mwanzo hazikufanya vizuri na watu walimcheka, lakini hakukata tamaa. Mpaka alipopata nafasi kwenye movie Conan the Barbarian. Movie hiyo ilipendwa sana na ikamfungulia mlango mkubwa Hollywood. Baada ya hapo akaja na movie Terminator. Hapo ndipo jina lake likawa kubwa sana duniani. Kauli yake maarufu I'll be back ikawa sentensi inayojulikana kila mahali. Wakati watu wanadhani Arnold ni actor tu, yeye alikuwa anafanya biashara kimya kimya. Alikuwa anawekeza kwenye nyumba na majengo. Ndani ya muda mfupi akawa milionea. Movie zake zikazidi kutoka na zote zikafanikiwa sana, kama Terminator 2, Predator, Commando, Total Recall na True Lies. Akawa mmoja wa waigizaji waliokuwa wanalipwa pesa nyingi zaidi duniani. Baada ya mafanikio yote ya movie, Arnold hakuridhika. Akaamua kuingia kwenye siasa. Watu walishangaa sana. Walikuwa wanasema huyu ni actor tu, anawezani kuwa gavana? Lakini mwaka 2003 Arnold alichaguliwa kuwa gavana wa California, moja ya majimbo makubwa zaidi Marekani. Hapo ndipo historia ilipoandikwa. Kijana aliyekulia kwenye familia maskini Austria, ambaye hakuwa anajua Kiingereza vizuri, akawa kiongozi mkubwa Marekani. Stori ya Arnold Schwarzenegger inatufundisha kwamba haijalishi umetoka wapi, haijalishi mazingira yako yakoje leo. Kama una ndoto, kama una nidhamu na kama hauachi kusonga mbele, maisha yanaweza kubadilika kabisa. Arnold alianza akiwa hana chochote,
Leo jina lake linajulikana duniani kote, kutoka kijiji kidogo Austria hadi kuwa star wa Hollywood na hata kuwa gavana wa California. Hii siyo hadithi tu. Hii ni stori ya maisha halisi inayotuonyesha kwamba mazingira uliotoka hayana nguvu kuliko maamuzi unayofanya. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikam TZ, karibu sana na usisahau kusubscribe. Kama stori hii imekupa nguvu mpya, andika kwenye comment, ndoto zangu ni kubwa. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa mtu anayehitaji kusikia ujumbe huu leo. Tukutane kwenye video inayofuata.